Napenda nitumie nafasi hii niwakumbushe wananchi wote mlioko hapa na wanaofuatilia tukio hili kwenye vyombo vya habari. Niwakumbushe kuhusu kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani ambao utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Ninawahimiza kushiriki uchaguzi huo kwanza kwa kugombea nafasi mbali za uongozi. Wote ambao wanaona wana sifa kugombea nafasi hizi basi wajitokeze. Tusibakie kulalamika kwamba viongozi walioko madarakani hawafanyi kazi yao, wakati ulikuwa na nafasi ya kujitokeza kugombea nafasi, ulikuwa na nafasi ya kuchagua kiongozi bora. Tuitumie vizuri. Basi tushiriki kampeni ili tusikilize sera za wagombea na hatimaye tujitokeze kupiga kura siku ya uchaguzi. Lakini katika ushiriki huo, ninawasihi sana Watanzania wenzangu, tudumishe hali ya utulivu na usalama, na hasa kuanzia hatua ya uteuzi wa wagombea kwenye kampeni za uchaguzi na upigaji kura na hata baada ya matokeo kutangazwa. Narudia tena, hakuna mbadala wa amani katika taifa letu. Tukipoteza sifa ya kuwa kisiwa cha amani, mwenye macho jamani haambiwi tazama. Angalieni nchi zinazotuzunguka katika bara la Afrika. Kwa tufanye yote haya kwa kulinda amani ya mama Tanzania. Na nalisema hili kwa sababu najua ukumbi huu pia umejaa vijana. Tusiende kwa mihemko. Tutunze sana amani ya Tanzania, ndiyo Tanzania itaweza kututunza. Chague viongozi waadilifu, sio viongozi wapenzi wa matumbo yao. Chague viongozi ambao watakwenda kuwahudumia Watanzania na hususan wale ambao ni wanyonge.